Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma baad, mpenzi mtazamaji wa Al-Aqsa Media Online, leo nimekuja na taarifa muhimu sana kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimetokea katika hafla yetu ya uchangiaji kwa ajili ya kuchangia ununuzi wa vifaa vya Al-Aqsa Media Online. Ni taarifa ambayo itakuweka bayana yale ambayo yalikuwa yamejiri siku ile, lakini pia itakuwa inakusaidia kufahamu nini kimeendelea mara baada ya pale. Sasa moja kwa moja nikupe taarifa tu ya mchango ambao ulifanyika siku ile ya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026, ambapo tulifanya katika ukumbi wa CCM mkoa wa Iringa, na hafla ile ilihudhuriwa si na watu wengi, lakini wako watu ambao walihudhuria. Sababu kubwa ambayo ilikuwa imetukwaza katika siku ile ilikuwa ni mvua kubwa ambayo ilinyesha kuanzia usiku mpaka siku ya tukio na kuendelea katika siku ile nzima mpaka saa 9 hivi ndio ikawa imeachia mvua. Kwa hiyo kwanza kabisa tulizongwa na mahudhurio ambayo kwa hakika hayakuwa mazuri, ni kutokana na sababu hizo, kwa maana kwamba mvua ilikuwa nyingi sana. Kwa hiyo watu wengi walishindwa kuhudhuria hafla ile. Hata hivyo wale ambao walikuwa wamehudhuria ndio ambao nitatoa taarifa ya kile ambacho walikuwa wamechangia pale, lakini baada ya muda tena tukipata nafasi nitaleta taarifa nyingine kuhusiana na jambo ambalo liliendelea, kwa maana michango ambayo imeendelea na vile ambavyo vinahitajika. Sasa katika siku ile ni kwamba taarifa ya mchango wa harambee iliyofanyika tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026, jumla ya mchango wa papo kwa papo ambao ulikuwa umepatikana ni shilingi 1,143,043. Hiyo ilikuwa ndio pesa ambayo ilipatikana kwa pale ukumbini. Watu waliweza kuchanga kiasi cha shilingi 1,143,043. Lakini pia kwa upande wa simu, mitandao ya M-Pesa, lakini pia Mixx by Yas, kwa ujumla wake mchango ambao tumeupokea mpaka tarehe ile ilikuwa ni shilingi 1,192,000. Mchango wa M-Pesa na Mixx by Yas umepatikana kiasi cha shilingi 1,192,000 mpaka siku ya tarehe 1 tunapofunga siku ile hafla yetu ile. Lakini ahadi zilizokuwa zimetolewa ukumbini, jumla ya ahadi ilikuwa ni kiasi cha shilingi 2,200,050. Ahadi zilizokuwa zimetolewa ni kiasi cha shilingi 2,200,050. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kimeweza kupatikana. Lakini jumla kuu sasa ya ule mchango wa papo kwa papo, mchango wa simu pamoja na mchango wa ahadi, jumla imekuja kiasi cha shilingi 3,485,400. Jumla ni shilingi 3,485,400. Hizo ndio jumla ya vitu vyote, ahadi na vilivyokuwa vimepatikana kwa njia ya simu, lakini pia kilichopatikana kwa njia ya cash, kwa maana ya papo kwa papo. Sasa basi katika hii 3,485,400 ambayo imepatikana, kuna vitu ambavyo nitapenda kuvielezea. Lengo kuu la hafla ilikuwa ni kupata kiasi cha shilingi milioni 10 kwa ajili ya kununua vifaa, kiasi cha shilingi milioni 10. Kwa hiyo katika milioni 10 kiasi kilichopatikana ndio hicho, pamoja na ahadi 3,485,400. Bado kiasi kinachohitajika ni shilingi milioni 6,514,600. Shilingi milioni 6,514,600. Hicho ndio kiasi ambacho bado kinahitaji. Hivyo tunaomba wale ambao wameweka ahadi zao, Mwenyezi Mungu awawezeshe, tunaomba sana waweze kututimizia hizi ahadi ili tuweze kufikia angalau kwenye ile milioni 3 ambayo imepigiwa hesabu. Lakini tuwaombe bado wadau, tunaenda kuomba mchango wenu, bado muendelee kutusapoti, maanake kutoka hapa sasa gepo la milioni 6 ni kubwa sana, na kiasi chopata sisi ni kidogo. Hivyo basi ninakuombeni popote pale mlipo, yoyote ambaye anatazama video hii kwa sasa, tunaomba uendelee kuichangia Al-Aqsa Media Online tuweze kupata vifaa. Hii ni kama sadakatun jaria kwako. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu unapokuwa umewekeza kupitia chaneli yetu, kwa maana pesa yako umetoa, imeingia katika chaneli yetu, kwa maana kwamba tupate vile vifaa vitakwenda kurekodi masuala ya kijamii kama masuala ya ujasiriamali na vitu kama hivyo. Hiyo ni elimu. Lakini pia elimu kuu ambayo ni kueneza dini ya Uislamu na kupromoti au kuhamasisha amani katika jamii. Utaweza kupata vipindi vya dini ya Kiislamu, lakini pia mawaidha, khutba,
madarasa mbalimbali, kalima mbalimbali, maswali na majibu ya papo kwa papo, vyote vinapatikana au utavipata kupitia chaneli yetu. Sasa utakapokuwa ukifuatilia kupitia chaneli yetu, kwa maana ile elimu inaposambaa kuwafikia watu, basi na wewe utakuwa una fungu lako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, utakuwa umenufaika kwa kiasi kikubwa sana, kwa maana Allah atakuwezesha sasa kulingana kile ulichokiwekeza, na wewe utakuwa ni sehemu ya watu ambao wamepeleka elimu mbele. Kwa hiyo utakuwa ni sababu ya watu ambao wamejiwekezea sadakatun jaria yao katika maisha yao. Lakini kingine nisisitize kwamba tunaendelea kuhitaji huu mchango, tukiamini kwamba vitakapokamilika vitu basi tutaweza kufanya vitu vingi tu. Tuna malengo makubwa, tuna malengo baadaye tuwe tuna ofisi, kwa maana nyumba maalumu ya ofisi na darasa la wanawake kujifunza ushonaji mabinti, lakini pia tuna malengo ya kuwa na usafiri hapo baadaye, si katika michango hii. Lakini kama kuna mtu anaweza kawa na usafiri wake ambao hautumii, anaweza katukabidhi tukaweze kufanyia, kwa maana kwamba kupeleka dawa vijijini na maeneo ya mijini na zile sehemu ambazo hazifikiki kirahisi katika mazingira ya kutembea na nini, basi tuweze kufika katika nyakati au wakati ambao unafaa. Hivyo basi nikuombeni shime alaikum popote pale ulipo ambao unatazama, tunakuomba sana uweze kutuchangia kupitia mawasiliano ambayo ninayataja hivi punde. Namba za kuweza kutuchangia kama nilivyosema, M-Pesa ni 0754 43 97 40. M-Pesa ni 0754 43 97 40. Lakini Mixx by Yas namba ni 0715 43 97 40. Mixx by Yas namba ni 0715 43 97 40. Yote jina linasomeka Shaban Mwinyi Kayoka. Jina linasomeka Shaban Mwinyi Kayoka. Lakini pia kuna namba ya akaunti ambayo hii sasa ni akaunti ya benki. Hii ni benki ya DTB benki ambayo namba yake ni 017 700 340 502. Ni 017 700 340 502. Nikitaja namba moja moja ni 017 700 340 5002. Hii ni benki ya Diamond Trust Bank au DTB ambayo jina pia linaonekana Shaban Mwinyi Kayoka. Ninamuomba Allah mtukufu atujalie sote ambao tumetazama video hii, lakini pia iwe sababu ya kufikisha ujumbe huu kwa watu wengine. Mwenyezi Mungu atakulipeni kila la kheri katika yale ambayo mtakuwa mmejitolea, na kwa namna moja ama nyingine itakuwa ni fursa kwako, kama nilivyosema, ya kuwa sadakatun jaria kwako. Lakini pia unaweza kuwawekea ndugu zako ambao wameondoka duniani, itawafaa pia kupitia kile ambacho atakuwa umekitoa. Kwa heshima na taadhima ni kushukuru sana kwa mara nyingine kwa kuendelea kutazama. Tafadhali endelea kuichangia Al-Aqsa Media Online tuweze kupata vifaa ambavyo tutaweza kuvitumia katika kuwarekodi mashehe na watu mbalimbali, wanajamii, wanawajasiriamali na kadhalika, ili kuweza kufikisha dawa mbele na watu waweze kuelimika, na wewe utaweza kunufaika kama ambavyo nimesema. Asante sana kwa moyo mkunjufu, naomba tuendelee kuichangia Al-Aqsa ili tufikie lile lengo la milioni 10. Sasa tuna milioni 3, bado milioni 6 ambayo inatuhitajia. Kwa hiyo ninaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa nguvu zenu nyinyi kwa kututhamini, mtaweza kufanya hivyo. Nawapenda sana. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.